polisi Tanzania imekufa. Leo wananchi mmeamua mpige polisi. Kawaida kaka, sasa Yanga kushinda 7 kwenye mpira wa Tanzania kwenye vitimu vidogo vidogo hivi kawaida. Sio tu polisi, kuna mwingine na mwingine na mwingine. Hata wao ambao mnadhani wakubwa, kuna siku akiingia kwenye 18 za Yanga wanakula 7, 6, 5 sio ngeni hapa, labda wewe ngeni kwenye ligi. Simba ameshachukua 5. Hiki ndio kila siku anachukua 5. Kila mgeni anapitishwa kwenye kikombe hicho. Kwa sababu la 5 talispitisha, mambo ya kawaida. Kwamba uwezo wa kufunga yote goli zote mnao. Kawaida kabisa, 5 kwenye ligi sio discussion, mambo ya kawaida. Umetazama na Africans unazidi kuimarika, unazidi kuwa bora. Si hatukuwahi kuporomoka, sasa kusema tunaimarika kwenye nini? Sisi tunaendeleza moto ambao tumeuzoea. Na ndio maana Yanga ikipata goli moja, unaona watu wanaongea wanadau. Sisi tumesharudi kwenye mfumo wetu, ni bado kuendelea kupata magoli ya kutosha. Kwa hiyo tegemea tu kuona Yanga ikiendelea kupata magoli ya kutosha ndugu yangu. Leo wamepata wachezaji nafasi ambao mara nyingi wamekuwa hawapati nafasi. Kawaida, yani mimi najaribu jamii kwa kila kitu kwa kawaida. Unapata cha kuzungumzia ndugu yangu. Yale wakosa cha kuzungumzia ni kawaida. Yani kwa timu ya kwenye FA kufungwa sana na Yanga mambo ya kawaida. Lakini kwa mwendelezo huu ni wazi kwamba mnalitaka kuendelea. Ile ni Yanga ambayo ilikuwa imerogwa. Unajua katika maisha yako yote usije kukutana na Yanga ambayo haijarogwa kaka. Ile ya Singida ni Yanga ambayo haijarogwa. Hii ya leo ambayo ni Yanga ambaye hajarogwa. Angalia ile pira iliyopigika hapo ndani. Mimi nilimsikiliza ule msemaji wa polisi Tanzania, sijui polisi huyu sungusungu, sijui polisi jamii hawa. Nilimsikiliza jana wakati analozoka kwenye mitandao na kuambia kwenye ligi kuu Tanzania bara tangia promoke daraja. Anakuambia wameenda kwao kule Ushirombo kule. Anakuambia wamekuja Dar es Salaam sasa kwa kishindo. Anawaomba mashabiki wa polisi jamii waje, kuna surprise. Sasa surprise yenyewe ndio hii hapa. Unaona ile goli kipalao la kwanza ile limekula chuma 4. Wakaona shati, wakamleta huyu wa pili. Aya, wanatoa shati wanaingiza taulo. Naye kala 3 mzuka. Ukijumlisha 7. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba Yanga bwana ikiamua kucheza mpira wa Manchester inacheza, ikiamua kucheza mpira wa Real Madrid inacheza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi najiuliza nikiwa kama rais wa Tanzania, na idunda polisi jamii iliyokuwa bora, na idunda Singida iliyokuwa bora, na likosaje Toto la Mudi iliyokuwa bovu. Sasa lakini mimi nikiwa kama rais wa Tanzania kuna kitu kimoja ambacho mimi nimejipa jibu mimi mwenyewe kwamba kwanza kwenye michuano hii kwamba tayari shajitenga tayari kwamba bingwa wanke anashinda goli nyingi, alafu wasindikizaji anashinda goli chache. Kama unavyoona Toto la Mudi jana limecheza na wale nani B12 wale sijui B19 sijui wana jina kubwa B19 na kato haitwa B2 tu. Angalia jana kashinda vigoli viwili vya tupili kule. Angalia ile goli la kwanza lile mapema, hata nyama robo yenyewe haiwezi kufungwa namna ile. Nikaona polisi yake polisi jamii yake sungusungu huyo anabugizwa nyingi. Kama unavyoona kala G7 kwao tumempeleka Ushirombo hata akacheza na kochezaga. Yanga ni hatari. Hapa tumefunga magoli ya kuelekea mechi zote mbili. Maana kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kwamba tuna chuma zetu 7 zilizosimama, kwamba katika kuelekea michezo yote miwili kwamba tutakuwa Jumatano tuna mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, Jumapili tunakuwa na mchezo dhidi ya wale nani wale wafungamadisha Azam FC, huku tunabembea na goli zetu 7 AKG7. Kwa hiyo mpaka sasa hivi maji na mafuta yajitenga. Waambieni watoto wa Mudi kwamba bwana mtoto Yanga akiwa bingwa mtoto analalamika kwa sababu ameshajitenganisha mpaka sasa hivi kwamba bingwa wa nchi anashinda goli nyingi, msindikizaji anashinda goli chache. Angalia jana ukapiga kona 29, yani wachezaji waliokuwepo ndani na goli na kona zilizokuwepo yani ni wachache wachezaji kuliko hizo kona ngapi walizopiga. Kona na gawana wachezaji wa ndani mpaka benchi la ufundi wote na kona ziishi. Kwa Toto la Mudi ndio pila lake lilo chupili. Ila mtoto wa Mudi mwambieni kwa sababu 16 bora nimemkosa. Anakwenda na Dodoma Jiji wale ambao alishona nao kijola. Sasa mwambieni bodi ya ligi waliobolonga juzi kwenye zile kamati zao zile. Mwambieni namtaka robo finali mtoto wa Mudi kwenye 8 bora. Kabla hajafika huko sasa depu bwana hata ni mwamba kweli kaka. Na ndio maana nimekwambia bingwa wa nchi lazima jitenge na wasindikizaji. Ukisikia dume kidume kweli kile kinaitwa kidume wandima. Ukisikia tumelamba dume baba kile kinaitwa kidume wandima kaka. Anapiga pila mpaka linamwagika. Nikiwa kama rais wa Tanzania, bwana mpaka sasa hivi depo anachuma zake kwenye FA kwanza. Mechi moja chuma 3. Sinielewana sijui. Yani ana sasa hivi mbaya. Yani kwanza kujana kulikuwa kuna mchezo leo. Yani ukisikia depo ni habari ya mjini. Mechi moja chuma 3 na magoli yote ya Winome ya Wiyangasule, magoli yote yanapatikana Old Trafford kule kwa kina Fernandes. Kwa unaona jinsi gani kwamba kaondoka na mpira wa Golden Nip. Tangia michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup tangia ianze, na ndiye mchezaji gani ashawahi kuondoka na mpira wa Golden Nip? Hakuna, ni Depu peke yake. Alafu ukija kwa Buba anachuma zake 3 kwenye FA, ukija kwa Mr. Okelo mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu anachuma moja, huku kwenye FA anachuma moja. Yaani ukisikia kwamba tumeramba dume kwenye sajili ya dirisha dogo, tumeramba dume kweli kweli. Hebu angalia
depo leo. Kaondoka na naambieni kwa watoto wa Modi. Au sio watoto mdada mfunga madishi. Timu zote zinazoshiriki ligi kuu FA, naambieni nani shao kuondoka na mpira wa FA? Nani kashaondoka na mpira wa Golden Tenif? Hakuna, ni depo peke yake. Ukisikia ni mwamba kweli kweli. Yaani ukisikia tumeramba dume, kile kinaitwa mgosi wandima. Unaona bwana? Pia limepiga mpaka limemwagika. Polisi jamii mwenyewe anaona Yanga ni hatari kaka. Yaani unapoizungumzia Yanga, yani ndo kapo kuja hivyo kwamba tunaweza kucheza mpira wa Real Madrid, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City, tunakubadilishia mapigo, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City. Sasa leo tumepiga pila la Manchester wa Real Madrid sasa. Bwana Yanga hii, ole wako kutana katika maisha yako, kutana Yanga ambaye jarogwa kaka. Hii Yanga ambaye jarogwa kaka. Ile ya Zanzibar ile. Mtoto mmoja kwa mtupia ukinyamba mna ushirikina mtupu mle kaka. Na ndio maana mtoto mmoja anapiga kelele kule. Sasa waambieni watoto wa Mudi wakidai goli, waambieni watoto wa Mudi kwanza iwe pepe. Wakidai goli leo nani yule? Yule nani yule? Mwanafunzi, sema mwanafunzi. Yule ndio aloleta gumzo yote, ndio ameenda kubwaga nani chakula cha nani cha waamuzi. Goli halali wapi? Usiangalie goli. Wamethibitisha TFF. Sasa ngoja kwanza. Katika maisha yako, mimi nakumbuka kule wamesema watoto wa Mudi wamepewa goli lao, ila ukienda kusoma kwenye ubao pale bui. Wewe ushai kuona duniani kote kinatokea kitu kama hicho. Yaani mtu anapewa goli, ila point hapewi, alafu kienda kwenye ubao pale bui. Wewe ushai kuona wapi hiyo? Wewe ukisikia watoto wa Mudi wamepigwa na kitu kizito, wamepigwa kitu kizito kweli. Kwani kwenye mechi ile tulichozaga na Mamelodi Sundowns ilikuwaje? Sivyo, wakasema goli halali, mwisho wa siku kwenye matokeo ubao bui. Ndio mtoto wa Mudi alichofanya. Wewe unasemaje, ni halali au sio halali? Sio halali. Kwa sababu usiangalie nani mwalimu wakati yake anafunga na kwenda kufunga. Angalia wakati ule mpira unapigwa red cross. Angalia kibendera kilikuwa juu muda gani? Yaani ukisikia yule kafungiwa hana makosa. Yaani yule umemuonea. Yaani yule mshika kibendera alikuwa fair play. Amesimamia sheria 17 kajiongeza 50 kabisa. Angalia ule mpira kabla hujapigwa kibendera kilishakuwa juu muda mrefu sana. Kwa hiyo pale kamati 72 imepuyanga. Ila kwenye swala lile la Dube kule wako sahihi kwa sababu nakwenda kuzuia move on ya Dube. Yaani pale kama Dube juzi ile kwenye mechi ile tarehe moja, kama angemwacha walikuwa wanakwenda kukandwa mara 7. Mwisho siku amemzuia na yeye amekuwa Kapombe mwenye kifilimbi chake mjini. Kwa sababu nakwenda kuzuia move on ya Dube. Why? Kwa ile hukumu ya yule nani? Yule mshika kifilimbi yuko sahihi. Ila huko kwa muamuzi mshika nini? Mshika kibendera yuko sahihi. Angalia hata kwenye hukumu. Angalia nani? Mwalimu mwanafunzi aliyoleta gumzo mjini anafungua mechi 3 na kati Baka alifungiwaga mechi ngapi? Mechi 5 mpaka tulimsahau kwenye ligi kuu Tanzania bara. Msumeno unakata huku na huku. Sasa inakuaje? Baka afungiwe mechi 5, huyo afungiwe mechi 3. Why? Na huyo ndio alosababisha balaa mjini. Baka sasa hivi kwani alosababisha waamuzi wafungwe nani? Huyo mwanafunzi yake mwalimu. Sasa kuna wewe unaona kuna mtu akulichukua ile kombe. Si Yanga tutachukua ile kombe. Nasema kweli tulichukua miaka mingi mfululizo. Tutachukua na huo watano inshallah. Watu wanazidi kujiimarisha na wenyewe wanataka. Wajiimarisha afu tukutane uwanjani afu tuone nani amejiimarisha zaidi. Mpira utazungumza uwanjani. Alan Okello anazidi kutengeneza akaunti yake kuboresha. Na tutashika kufunga magoli. Anafunga, assist na ataendelea kufunga. Si yani mimi sioni kitu kipya kwenye mechi ya leo. Yani otherwise hata tukishinda 16, 17 ni kushinda. Lakini kwa quality ya Yanga kushinda goli 7, tumekosa chance ngapi? Tunaweza kuwa hata 10 ndugu yangu. Kwa hiyo sioni kitu kama kuna kitu hapo chochote cha kushtua. Kawaida yetu. Pengine Buba kwenye mashindano yao amekuwa bora zaidi. Atakuwa bora kwenye ligi na kwingine kama una mashindano yatajitokeza ya muungano. Atawaka tu kwa sababu ni mchezaji mzuri, anahitaji muda kuendelea kuwakatawaka. Hatuwezi maliza bila kumzungumzia Depp. Amefunga goli 3 Tanzania ya kwanza tangu tangia Tanzania. Atazifunga sana akiwa ndani ya sasa. Atafunga baya. Yaani anaweza kufunga hata goli 6 kwenye mechi. Kwa nini wamekosa chance ngapi? Atafunga tu na alitoka. Yanga mambo yanafunga. Sisi focus yetu kwa kimataifa baada ya kuanguka huko yetu tunafanya revision na marekebisho. Basi nikushukuru sana. Shukrani.